Natumai zile odo umeziona. Ndio, nimeziona. Vipi lakini ile kazi unaionaje? Ile kazi? Kwa muonekano wa ile kazi mimi naona ndio itatupatia manufaa sana. Kama tunafuata maelekezo tuliopewa, si unakumbuka? Sana. Kitu kingine ambacho nataka nikwambie kama ndugu yangu, uzingatie sana muda. Kweli. Bahati nzuri sana hadi zile bei zimeorozeshwa pale. Nimeziona, na mwaka huu lazima tupige kazi ndio tupate hiyo hela. Bila kazi hamna hela. Unaona Masaigo? Kwa hiyo kesho yule mtoto tukamalizane naye. Hiyo hatuna shida. Kama ni oda imeshatoka. Hapa ni kufanya kazi tu. Sawa. Mara mimi nilikuwa na ndoto moja. Sijajua kama una ndoto kama mimi. Nilikuwa na ndoto ya kumiliki gari ya miguu minne. Hamna gari ya miguu 6 ndugu yangu. Au unaanza kwenda kulima kijijini huko. Mastaigo. Kwa zile hela za kwenye oda ile tunatoboa mapema tu. Uji ni mtamu. Dada. Tunashukuru tumeshiba. Tamshawishi ndugu yangu turudi tena siku nyingine. Asante sana. Amini siku nyingine tutarudi tena tukutembelee. Naona kwenye maandalizi uko vizuri. Tunashukuru. Haya. Kuandalia chakula gani? Mimi sihitaji huduma ya chakula. Kuna watu wawili na waulizia. Mmoja mrefu ana kikofia hivi. Afu mwingine ni mrefu mwembamba. Nimeelekezwa kwamba wanapenda kuja kula katika mgao hapa. Wametoka hapa sasa hivi wameelekea huku. Wameelekea hivi? Basi asante. Halo mke wangu. Ndio. Mtoto kafanyaje? Ametekwa? Wewe nisikilize. Naomba nitumie namba ya hao watu haraka sana. Alitekwa mtoto wangu. Apajazi. Jiandae haraka sana tuondoke. Mtoto wangu ametekwa. Ametekwa? Na hao watu wanataka pesa milioni 20. Hivyo sasa tutaweka pesa kidogo kwenye benki. Tutaondoka kwenda huko. Hivi unajua mkuu,
ukiweka pesa kidogo ni kuhatarisha maisha ya mtoto. Tukimiss tu kidogo, mtoto atapoteza maisha mkuu. Afande Hasi, tumekula kiapo kutoa rushwa kwa kitu chochote. Hivyo sasa, ikiwezekana pale tunawamaliza. Sawa mkuu. Naomba ujiandae haraka iwezekanao sasa hivi. Sawa mkuu. Karibuni. Tunashukuru. Vipi Mwarabu? Sana. Vipi jamaa? Safi, habari za mida? Safi, wema hivyo? Safi, naona bado naendelea na kazi yako ile ile. Ndio unajua tena ndo maisha yetu haya ndugu yangu. Karibu. Nashukuru, miaka yote ubadilishi. Sasa ndo kazi ndugu yangu, wazania tutafanyaje? Ni kweli, lakini naomba basi tuongee hapa nje kidogo. Haina shida, karibuni. Sawa. Mwarabu. Karibu ndugu yangu. Safi, habari za mida? Mimi namshukuru Mungu, sijui wewe. Niko poa ndugu yangu. Nashukuru sana. Mwarabu. Naam. Hapa nimekuja na jambo hili moja tu. Kuna kazi nataka tukafanye kesho, mimi na wewe. Ndio maana nimeona je nikushirikishe ndugu yangu. Una uhakika na hiyo kazi? Uhakika upo. Si unaniamini mimi ndugu yako? Bro, naacha kazi yangu. Inaonilishia familia yangu. Una uhakika? Uhakika upo. Basi sawa, tuwasiliane kesho. Sawa. Sawa. Karibuni sana. Sawa. Lazima tupate mtoto mmoja. Wazazi wao wataagiza waje wanunue vitu vya nyumbani hapa dukani. Kwa hiyo tutulie hapa hapa. Kweli kabisa. Hapa tulipo hatuwezi kukosa mtoto leo. Tumekaa muda hajapita hata mtoto mmoja. Una hakika na unachokisema? Ni kweli. Kuwa na subira. Naam, wewe binti. Unaona huo mjengo? Nimeuona. Ingia ndani. Na uhakika anakuja na pesa huyu mtu? Uhakika upo. Wewe, tulia. Zima hiyo redio. Weka begi chini hapa. Piga magoti wewe. Pesa ipo. Changamka. Kagua kote. Unakaguaje kizembe mzee? Hizi shughuli mbona kama umezikagua kote, begi bado kubwa. Una hela toa basi tuone mzee vipi? Boss. Hapa kuna 20,000 tu. Toa hiyo hela tuione bwana, 20,000 ya maneno Mr. Kariba. Hii hapa. Kuna 20,000 kweli?
Unatuletea habari za 20,000? Uko serious? Hivi? Yaani umenidharau mimi ni kimbunga. Yaani kimbunga mimi unaniona ni 20,000? Hapana. Emleta hiyo. Hapana. Mume wangu hela zingine analeta hapa na usimue mtoto wangu. Tafadhali. Usimue nani? Usimue mwanangu. Babake analeta hela zingine, haki ya Mungu hospitali. Una maana gani ya kuniletea 20,000 mimi? Hapana. Mimi nataka milioni 30. Analeta. Umenielewa? Analeta mume wangu. Umenielewa? Ndio. Unaniletea vijola hapa. Hii 20,000 kanunulie nani? Zile pipi za watoto wadogo. Umenielewa? Boss, inaonekana huyu anadharau. Tena dharau kubwa sana. Kaka. Wewe. Naomba msimzuru mtoto wangu. Wewe dada. Kaka. Usituletee maneno. Babake analeta hela zingine. Naomba tafadhali msimzuru mwanangu. Babake analeta hela. Safi. Sasa iko hivi. Nisikilizeni vijana. Ndio boss. Tuna moyo wa mama. Tuna ulimi wa mama. Tuna ulimi wa mtoto. Tuna moyo wa mtoto. Mpaka hapo tuna hela nyingi. Sasa huyu anatakiwa aungane na mtoto wake. Hapana. Nitampa mmeo huyo dakika 20. Zikisha nyie wote mtakuwa ni mali ya kuuzwa. Itakuwa ni mali ya nini? Davos. Namlo. Mwache. Haya, unaweza kaenda. Nenda. Sipendagi kitu kinachoitwa kelele. Kimbunga hapendi kelele. Umenielewa? Davos. Boss. Wapeleke kwenye chumba cha mateso ya dakika 20. Zikipita hizo dakika 20, tunafanya kazi yetu. Sawa boss. Tekeleza maagizo yako. Yana dakika 20, nafanya kazi yangu Vizuri. Mpeni. Changamka wewe. Ngoza. Kwa mtoto wewe. Joto. Master Igo. Naam. Helbert. Na boss. Toa takataka hii. Hii ni takataka tu kama takataka zingine. Master Igo. Naam. Sikiliza. Kuwa makini na ulinzi. Muda wote tunaweza tukavamiwa. Sawa boss. Sawa? Sawa. Naamini anaweza kufanya hiyo kazi. Ndio huyu na uhakika atafanya kazi? Kijana, unaitwa nani? Naitwa Mwarabu. Mwarabu? Unaitwa Mwarabu. Safi sana. Wamekwambia majukumu yote? Hapana, mama ameniambia tu kuna kazi, ila kazi yenyewe sijui kazi gani. Ndo nataka nije nione hiyo kazi. Okay, vizuri sana. Sasa kazi yenyewe iko. Sogea.
Sogea mbele. Shika hii. Changamka. Nataka kazi. Shika hii. Cha kutetemeka mzee. Shika vizuri. Sogea hapa kidogo. Mwache hapa. Ona hicho chumba. Kuna kazi. Piga risasi hapa. Piga risasi mbili tu. Sogea mbele. Unatetemeka nini?